Uongozi si cheo tu kama alivyosema madamu hapo awali, bali ni jukumu la kusukuma maendeleo ya jamii yanayotuzunguka hapa. Najua vijana tumetokea katika kata tofauti, kwa hiyo huko tunapotokea tuwe mstari wa mbele kuleta maendeleo, si mpaka tu uwe na cheo fulani, bali kama kijana unatakiwa kuwa mstari wa mbele kuleta maendeleo katika jamii ambayo inatuzunguka. La pili, kuimarisha ushirikiano kati ya vijana na serikali. Hapa mbele ni serikali ya wilaya yetu ya Kilosa ambayo wapo viongozi mbalimbali. Kwa kushirikiana na vijana ambao wapo viongozi ambao wapo madarakani, vijana wa Kilosa tufuatilie jinsi ya kushiriki michakato ya uongozi na kutoa mawazo katika maendeleo ya jamii kupitia mitandao ya kijamii. Nadhani asilimia kubwa ya vijana hapa tunamiliki smartphone, si ndio? Kwa hiyo kupitia smartphone zetu kuna mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, WhatsApp. Ameeleza Dr. awali kuwa tutumie mitandao ya kijamii vizuri na sio kuposti au kuweka picha za utupu huko ambazo si katika maadili ya vijana. Kwa hiyo tujikite katika kujifunza uongozi na kusemea yale ambayo serikali inayafanya kwa sisi vijana. Najua vijana nadhani tuna mikopo ambayo serikali inatoa kwa vijana. Kwa mfano vijana ambao wako vyuoni, serikali sasa hivi imewawezesha vijana kwa kuwalipia ada na pesa ya matumizi kwa siku kwa muda ambao vijana wako vyuoni kwa muda wa miaka mitatu. Kwa hiyo hizi fursa ndizo za kueneza mitandaoni na kusifia serikali yetu ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na sio kuweka mambo ambayo hayafai katika mitandao. Nadhani hili limeeleweka. Jambo la tatu, kuunganisha uongozi na teknolojia. Mfano mimi hapa mbele yenu nimehitimu degree ya computer science katika chuo cha usimamizi wa fedha, lakini mchango wangu kwa vijana, huwa tuna group letu hilo ambalo tunasaidia vijana kuwapostia nafasi za kazi, vijana mbalimbali ambao wana taaluma tofauti wamejiunga katika grupu hilo, then nafasi za kazi kutoka sehemu tofauti serikalini na taasisi za serikali na zisizo za serikali wanatangaza fursa za vijana kujiunga au na mafunzo au kazi za mikataba au permanent kwa vijana. Kwa hiyo niwashauri vijana wenzangu wa Kilosa tujikite huko katika kutafuta ajira na sio tu kuzagaa mitaani kusema mambo yasiyofaa, labda umbea na nini. Sisi vijana ndio taifa la kesho. Kwa hiyo tujikite katika kutafuta fursa za kufanya kazi ama kujiajiri ili tuweze kuleta maendeleo katika jamii yetu ya Kilosa. Na kuhamasisha vijana katika kushiriki katika hizi kazi za maendeleo ya jamii. Mfano, serikali kwa kushirikiana na vijana katika miradi ya jamii kuongoza jinsi ya kuanzisha taasisi zao na kuwapa mbinu za kuwa viongozi wa mabadiliko kama alivyosema Dr. hapa awali. Vijana sisi, kuna kauli mbiu hapa imesema thamani ya kijana, thamani ya kijana. Kwa hiyo tuhamasishane kushiriki katika mambo ya maendeleo ya jamii. Huko tunaweza tukafanya vizuri zaidi na sio kukaa mitaani tu. Na ili uwe kiongozi lazima ushiriki katika ngazi ndogo kabisa ya mtaa. Wanaanza vile mjumbe wa nyumba 10 mtaa, sijui kitongoji nini. Na vijana Mheshimiwa Rais nadhani katika ziara zake kama mnafuatilia, vijana tunawiwa. Kwa mfano hapa tuna uchaguzi mkuu unaelekea, kuchukua fomu na kugombea katika nafasi mbalimbali na si kusindikiza wagombea. Lakini pia
Mwaka jana palikuwa na serikali za mitaa uchaguzi, nadhani asilimia kama 40 ya vijana walishiriki na asilimia kama 32 waliweza kuwa viongozi katika jamii zao. Si maendeleo hayo? Tujipigie makofi tafadhali.